Hayo yamebainishwa na kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahmoud Banga, ambaye anasema mtoto huyo alikamatwa na kuingizwa kwenye pori lililo jirani na shule hiyo na kisha kubakwa. Hivyo vyombo vinaendelea kumsaka mtekelezaji wa tukio hilo ili kumtia nguvuni na kumfikisha mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linapenda kuthibitisha tukio la ubakaji lililotokea tarehe ya 22 mwezi wa 5 2025 majira ya saa 1:20 katika mtaa wa Ngalanga. Ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Celestini iliyopo katika mji Njombe. Akiwa anakwenda shule alikutana na mtu mwanaume ambaye bado hajafahamika na kuweza kumingilia kimwili. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe tunaendelea kulifuatilia tukio hili kwa ukaribu zaidi na tunaendelea kushirikiana na wananchi kuhakikisha mtuhumiwa huyu ambaye amefanya tukio hili anapatikana katika muda mfupi. Mbali na kumtafuta mbakaji huyo, mkuu wa polisi Njombe pia ametumia fursa hiyo kuitaka serikali ya mtaa wa Ngalanga na maeneo mengine kufika mapori yote yaliyo katikati ya makazi na kuongeza ulinzi na usalama kwa watoto wao ili wasifikwe na maswaibu kama hayo. Tunatoa wito kwa wazazi wote kwamba wanapokuwa watoto wanakwenda shule basi waende kwa vikundi, asiende mtoto mmoja mmoja kulingana na tukio hili ambalo limetokea siku ya jana. Wazazi wote wahakikishe kwamba wanafunzi wanatembea kwa makundi ili mtu yoyote ambaye atakuwa akishawishi mtoto basi waweze kutoa taarifa kwa jeshi la polisi ili hatua ziweze kuchukuliwa. Hii ya kubaka watoto inatokana na imani potofu. Mwingine ni kwa ajili ya madawa, lakini hapo waikuta mtu anabaka mtu mzima mwenye miaka 40 50 anabaka mtoto mwenye miaka 5 au miaka 2. Hii ni madawa na elimu itolewe ili hawa wanaotoa dawa za wanazodhani ni za biashara za mafanikio wasifanye hivyo ili watoto wawe salama.